ni kwamba trilioni 1.2 iliyotengwa mwaka jana kimsingi ilikuwa inaenda kugharamia vitu vingi. Kwanza ilikuwa inakwenda kugharamia mbolea ambayo hata kwangu kule Magu baadhi ya wananchi wamepata kupitia ruzuku ya mbolea. Lakini pia ilikuwa inakwenda kugharamia vitendea kazi ambavyo tumeviona juzi hapo vimenunuliwa. Kuna baadhi ya mitambo ya kuchimba visima virefu vya maji kwenye mashamba ya wakulima ambao tumekuwa tukilipigia kelele muda mrefu. Hata kwenye michango yangu ya bajeti, lakini pia kwenye mpango wa serikali nimekuwa nikichangia kwamba ili tuondokane na utegemezi wa mvua, ni vizuri hata nchi zilizoendelea zimepiga maji chini zikapandisha kwa solar system zikasambaza kwenye mashamba ya watu. Ndivyo Wizara ya Kilimo imekuja. Kwa hiyo kwenye trilioni 1.2 kuna mitambo iko pale, wakati wote inaweza kugawiwa kwa ajili ya kwenda kuchimba hivyo visima na baadhi ya maeneo kuchimba mabwawa. Lakini trilioni 1.2 kuna baadhi imenunua trekta ambazo zimepelekwa kwenda kulimia wananchi. Wilaya yangu ya Magu haikunufaika na trekta za kwanza, lakini wawekezaji wamenunua matrekta ambayo pia walipeleka kwa wananchi. Lakini trilioni 1.2 na kuna gharama zingine za uwekezaji, lakini tukiamini kwamba mwaka huu tunakwenda kubadilisha kabisa namna ya kilimo, kwa sababu hata hivyo Wizara ya Kilimo imekuja na mpango endelevu. Unajua wataalamu wa ugani sio serikali haijaweza kuwaajiri wa kutosha, lakini kupitia mpango wa wawekezaji wa ndani hasa kwenye zao la pamba wameweka BBT, wameajiri takriban jumla ya watumishi 700 ambao wako vijijini kwa ajili ya kusaidia wananchi hasa kilimo bora cha pamba chenye tija. Kwa hiyo nataka tu kueleza hiyo trilioni 1.2 imefanya kazi na tunataka matarajio tena kwenye bajeti hii kwamba sasa tunakwenda kuboresha zaidi. Mheshimiwa, ni eneo gani ambalo unahisi trilioni 1.2 haikuweza kufika, kwa maana kwamba bado ni changamoto kwa wakulima wako wa Magu, Mheshimiwa Kiswaga, na unatamani kuona bajeti hii inayokuja basi iongeze nguvu kwenye eneo hilo? Kwanza nataka nikuhakikishie tu kwamba fedha za kilimo haziwezi kutosha mahitaji kwenye maeneo, kwa sababu hata hiyo trilioni 1.2 bado ni kidogo mno kwenye kilimo. Lakini trilioni 1.2 kwangu tayari kuna usanifu umefanyika kwa ajili ya mabonde ya umwagiliaji. Tunalo bonde la Sawenge ambalo tayari usanifu wake umefanyika. Tunalo bonde la Shinembo usanifu wake umefanyika. Tunalo bonde la Bugando Chabula usanifu wake umefanyika. Tunalo bonde la Simiyu pamoja na kwenda Ngaya usanifu wake umefanyika. Lakini tunalo bonde la Kandawe pale Ilungu ambalo nalo usanifu wake umefanyika. Kwa hiyo ili kuboresha trilioni 1.2 zinatakiwa kuongezeka zaidi ili sasa kwenda kutengeneza miundombinu ya umwagiliaji. Kama ambavyo nimesema, si vizuri kutegemea mvua, lakini hapa nataka niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwanza kwa kudhubutu kuweka trilioni 1.2. Haijawahi kufikiwa bajeti hiyo kwenye upande wa kilimo, lakini pia inaweza kuwekwa lakini fedha zisitoke. Tumeshuhudia fedha zikiwa zinatoka kwenda kwenye miradi hiyo, na pia kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo ambaye kwa kweli anamsaidia sana Mheshimiwa Rais kwa mipango, maono na namna ya utekelezaji na usimamizi.